Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Kumshutumu mtu, kusononeka, kufahamiana na mtu atakayekuwa ni msaada kwako. Utakuwa mgumu kukubali makosa fulani, kuhofia kushindwa mipango yako. Utaiona alama sehemu ya mwili wa mtu. Inakuashiria utaijua siri au uhalisia wa mtu wako wa karibu. Kupatiwa kiasi cha pesa ulichokihitaji. Mtu atataka kuwa mwema kwako. Chuki ya mtu itajionyesha wazi. Nyota ya Mapacha. Kukaraishwa na harufu mbaya ya kitu. Kuokota au kupata kitu chenye thamani. Kukumbushia ahadi uliyoahidiwa. Kuona wadudu wakipandiana. Inakujulisha utapata utetezi. Kufikia lengo na utapata nafasi fulani. Utaonana na mtu uliyepezana naye. Taarifa yenye heri itakufikia. Ondosha unyonge moyoni mwako. Nyota ya Ndoo. Kuchoshwa na tabia ya mtu. Utakuwa mwenye simanzi kutokana na hila za mtu. Kuwapuuza watu fulani. Kuahidiwa kitu. Kujiunga kwenye kikundi. Kuona mambo hayaendi kama utakavyo. Utapewa nafasi ya kuonesha ujuzi wako. Kusalimiwa au kupata mawasiliano na rafiki wa zamani. Kufikiria kubadilisha njia ya utafutaji. Kumuota mzazi wako wa kiume. Utapata heri kubwa sana na ulinzi upo karibu yako. Kuchangamkiwa na watu kila uonekanapo. Ni ishara ya kutambulika au uongozi. Nyota ya Ng'ombe. Kuyafikiria maisha yaliyopita. Kutamani kitu ila utashindwa kusema. Kuangalia picha za zamani. Kuunda matukio kwenye fikra zako. Kuongezewa kitu ambacho ulikuwa unauhitaji nacho. Kuutafuta sana usingizi. Yaani kujilazimisha kulala, ila usingizi hauji kwa wakati. Kupenda kuongea na mtu fulani. Kutamani uyajue maisha ya mtu fulani. Kumwangalia sana mtu mitandaoni. Kuhitaji mtu akamilishe jambo, ili kukuondosha kwenye jambo la aibu au vinginevyo. Baadhi yenu kutubu. Wenginewe mtakuwa wazito sana kufanya ibada. Kusumbuliwa na mtoto. Nyota ya Mashuke. Kutumia pesa na kupata pesa. Yaani unavyoitumia na nyingine inaongezeka. Hii ni kwa baadhi yenu. Utajua faida ya mmea fulani. Kufurahishwa na jumbe za mtu. Kufanya mauzo kwa tofauti na siku zilizopita. Mtu atakutamkia maneno mazuri. Kupata hali ya mzio au kuwa na vipele mwilini vyenye kuwasha. Nyota ya Mbuzi. Kupunguza mawasiliano na mtu. Kuwagombelezea watoto wasiweze kupigana. Mionzi ya kitu kukuumiza machoni. Kutamani haki itendeke. Kuliona jambo linalozungumziwa sana mtandaoni kila ukiingia. Utakuwa tayari kwa jambo. Utamwelezea mtu mambo yako. Utalimaliza jukumu lako kwa mtu. Nyota ya Mshale. Utahitaji amani na mtu. Kumpongeza mtu. Utakuwa na mashaka au wasiwasi kwa jambo. Kuogofya kudhaniwa vibaya. Kujibiwa vibaya na mtu. Kwa baadhi yenu mtapata mlichokihitaji. Utajitahidi kuzizuia hasira zako kwa mtu. Mshale. Mambo mazuri yanakaribia kwako. Jitahidi kuondoa pingamizi moyoni mwako. Hasira au chuki itakuwa yenye hasara kwako. Usijaribu kuvipa nafasi. Nyota ya Simba. Kukabidhiwa kitu ukitunze. Kuwekewa pingamizi kwenye jambo muhimu. Baadhi yenu mtapokea nguvu ya uponyaji. Utakuwa msiri kwa jambo. Utampinga mtu kwa hoja. Utaaminika kwa ukubwa. Mtu anahitaji ushirikiano wako kwa kipindi hiki. Utashuhudia au kusikia anguko la mtu. Nyota ya Punda. Mtu au watu kuonesha hali ya kukushukuru. Utapendezewa na utendaji kazi wa mtu. Kufikiria kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani. Kumwandalia mtu kitu bila yeye kujua. Kung'atwa na kitu au kuchomwa na kitu. Inakujulisha kuwa kuna adui wa siri mwenye kukuwinda na kukuongelea vibaya pia. Utakosana na mtu. Kumpiga mtu. Utalitafakari jibu la mtu. Mtu fulani atajirudi kukuomba msamaha. Nyota ya Samaki.
kurekebishwa kwa jambo, kuelezewa ukuaji wa kitu, kuhitaji faida kubwa. Mtu anapendezwa na wewe kwa namna fulani unayoishi au kuwa nayo, kupendelea kuwa sehemu yenye utulivu. Utatamani kuwa karibu na mtu umpendaye. Jitihada zako zinampa mtu matumaini. Kuongea na mtu kwa maneno makali yenye kufanya apate maumivu moyoni mwake. Samaki, unatakiwa uwe mwangalifu kwa watu wako wa karibu. Utafanya ubahili kwa jambo fulani. Nyota ya Nge. Utapata taarifa ya watu kuachana. Jambo ulilokuwa nalo kifuani mwako kwa muda mrefu utahitaji kulitoa sasa. Kujiepusha na madhara ya kitu. Kukosoa kitu chako. Kuamka ukiwa na alama ambayo hujui imesababishwa na nini. Uelewa wako wa haraka utafanya upate kitu. Ukaribu na ushirikiano na mtu kuwepo. Kufananishwa na mtu. Kumsaidia mtu kazi. Nyota ya Kaa. Kufanya mahesabu ya kitu. Kusimuliwa jambo. Kukerwa na uchafu wa mtu. Mapigo ya moyo wako kuwa kasi sana. Kuhitaji hitimisho la jambo. Mtu anakosa jibu la kukupatia. Kuhisi watu wana mambo wanayoyapanga na kuyafanya. Utatamani kutoa shtaka kwa mtu. Kucheleweshewa kitu. Kupatiwa heshima na watu tofauti. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.